naomba moja kwa moja nije katika mafanikio ya siku 100 za uongozi wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi tangu kumalizika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika siku 100 za uongozi wa serikali ya awamu ya 8, kipindi cha pili cha wizara imeweza kupata mafanikio makubwa ya aina mbalimbali kupitia sekta zake kuu kama ifuatavyo. Moja, afisi imeendelea kuimarisha eneo lenye ukubwa wa hekta 0.2 lililochimbwa mchanga katika eneo la Bungi, wilaya ya Kati Unguja, na kupanda miti 1705 ambao miti 105 ni ya matunda, miti 1600 ya misitu. Eneo hili la miti lilipandwa ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kushirikiana na ofisi ya makamu wa kwanza rais inatekeleza kwa pamoja programu ya kukijanisha Kiswahili, kukijanisha yani kukifanya ardhi yetu iwe kijani Tanzania, ambapo inakwenda sambamba na programu ya kuidhinisha Zanzibar ya kijani. Hii imeelezea kazi ambazo tumezifanya baada ya uchaguzi. Nadhani kama mnavyofahamu, nchi yetu kuna uharibifu mkubwa wa mazingira katika maeneo mbalimbali. Kuna maeneo mengine mazingira yanaharibika kutokana na maendeleo tuliyokuwa nayo, lakini kuna maeneo mengine na mazingira yanaharibika kutokana na tabia zetu sisi wananchi kutumia vibaya zile ardhi au kukata miti ovyo. Sasa katika eneo hili ambalo tulipanda miti, eneo hili lilichimbwa mchanga. Tunajua mchanga ni moja katika, ukichimbwa tunapata maendeleo kwa sababu ya ujenzi na shughuli mbalimbali. Sasa kumekuwa na utamaduni maeneo mengi ambayo yanachimbwa mchanga na vifusi, alafu baadaye yanakuwa yanaachwa idle, yanakuwa hayawezi tena kutumika, ambapo mwanzo wananchi walikuwa wanatumia, lakini baada ya kuchimbwa michanga au vifusi maeneo yale yanakuwa hayatumiki. Sasa sisi afisi ya makamu wa kwanza wa rais kupitia idara ya mazingira tumeona tuanze programu ya kuyarejesha yale maeneo ili yaweze kutumika tena, na tumeanza huko Bungi kama nilivyosema, na maeneo mengine vile vile tumeshaanza. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wale wananchi ambao waliopewa nafasi ya kuchimba mchanga au vifusi, yale maeneo wasiache mashimo tu yakakaa ovyo ovyo. Tuna utaratibu na idara yetu ya mazingira itasimamia hilo, kuhakikisha mara baada ya kuvuna ile rasilimali ya mchanga au kifusi, maeneo yale tunaendeleza kuwa na matumizi mengine. Miti inaota pahala popote, tukishughulikia vizuri, tukirejesha ile lea ya mwanzo, tukiweka vizuri katika maeneo ambayo tumechimba mchanga au vifusi, basi maeneo yale tunaweza tukayapanda miti kama tulivyofanya Bungi, ili baadaye yakaja yakawa yanatumika kama kawaida. Kwa hiyo programu hii tunaendeleza, na ndio maana katika maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wengi tulishiriki pale, pamoja na nyinyi vyombo vya habari, tulikuwa mashahidi pamoja, tuliwaona tukashiriki katika hafla hii. Lakini vile vile ofisi imekuza uelewa wa biashara ya kaboni kupitia wadau wake, jumla wadau 90 kutoka jamii na taasisi za serikali, aidha asasi za kiraia, kamati za hifadhi na misitu jamii na mikofma. Imejengewa uwezo wa kuwepo fursa ya biashara ya kaboni, zoezi la mpito na mikataba kwa ajili ya uwekezaji yamefanyika, ambapo jumla makampuni 4 yameonyesha nia kuja kuwekeza katika biashara ya kaboni. Tunapoeleza biashara ya kaboni, sasa hivi wenzetu wa mazingira kuna mpango ambao wameubuni, ambao baada ya maharibiko ya mazingira wamekuja na mpango ambao yale maeneo ambayo yatahifadhiwa na wananchi, basi wataweza kulipwa fedha ili kuweza kurejesha ukijani, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata miti, hasa yale maeneo ambayo miti imekata.